Jamani, tumepata mgeni leo kwenye mazoezi ya mwisho ambayo mashabiki wa Yanga tulikuwa tunafanya. Amekuja hapa rais wa Dar City Musa Mzenji, na baada ya kutazama mazoezi yetu amefurahishwa sana na kiwango cha Yanga. Of course timu mbili kaziangalia, lakini katuambia timu moja ni wavunja kuni, alafu Yanga imekamilika. Kwa furaha tuliyompa mazoezini, ameondoka ametugea hela ya maji shilingi milioni 5. Nika pembeni kaka. Usitoe kwenye TV. Nikaanza kupigwa simu sasa hivi. Baby uko wapi? Kumbe sina kitu. Kumbe ameona. Ametugea 5 milioni ya maji. Ndugu zangu waandishi wa habari, hii ni hela ya maji kwa tulivyomfurahisha mazoezini. Hakuishia hapa. Musa Mzenji, rais wa Dar City, ametuambia ikitokea tumefanikiwa kupata ushindi kesho, insha Allah zawadi yetu ni shilingi milioni 20. Yaani kama hizi zinakuwa 5, 4 zinakuwa 4 na hii ya 5 nyingine 20 milioni. Hiyo hata ndugu zangu wa KMC hawapatagi hiyo. KMC kwenye ligi hawapatagi hiyo. Kufunga mtu milioni 20. Bwana Musa Mzenji, tunakushukuru sana kwa niaba ya mashabiki wa Yanga. Sisi kuanzia leo wote ni Dar City. Ni mashabiki wa Dar City. Na tutaisupport timu katika kila hatua. Nakushukuru sana kwa hamasa hilo tupa leo. Tunajua wenzetu wamekuja hapa, wameondoka tu na maneno na kutiara moyo. Wamekuja na kapu kubwa la magoli, limeondoka kama lilivyokuja. Sisi tumeondoka na 5 milioni. Nani kama Yanga, ndugu zanguni? Unadhani kwa nini Yanga Afrika? Ameona kaona tupote mbili. Kaja tuna vitami mwanzo yapata burudani. Sisi tumeingia kaona burudani. Umeelewa bwana? Kutia moyo kwa sababu walikuwa wamekosa penalty yako ile. Penalty ya kwanza. Ya pili si nimerekodi, nimerekodi. Una ala majungu huyo. Penalty ya kwanza niliona Simba wako ndani huko. Ndio maana nikapiga juu. Nikaficha vitu. Baada ya steward wetu kuwatoa nje, ya pili nikapiga kwenye eneo husika. Sasa kesho, sababu kesho mtaanza kama namba 6. Baada ya kesho nitasogea namba 8. Dakika 10 za mwisho nitasogea namba 10. Yaani lazima nifunge goli kesho inshallah. Lazima niwashone. Na nikiwashona kama kawaida kwenye kitambaa, kwenye kibendera pembeni kule. Alafu unakuja kitambala bora. Ile kitu hatari lile. Tatokea ndotoni kesho lile. Kwa bwana, kesho ndugu zangu waandishi wa habari, tunawakaribisha, lakini wa kipekee mashabiki wa Yanga. Jambo ndio lishaiva tayari hili. Jambo lipo sebuleni kwetu. Kesho ni waombe sana mtokeze kwa wingi sana. Kuanzia saa 2 asubuhi mageti yatakuwa wazi. Tukitoka hapa tunakagua muziki pale. Waandishi msiondoke. Twende pale KMC. Tumefunga sound haijai kufungwa uwanjani. Tumeifunga KMC kwa ajili ya burudani. Kwa hiyo kuanzia saa 2 asubuhi tunaomba wanayanga wa Tanzania wote mje KMC Complex kupata burudani. Maandalizi ni kama mechi ishakuwa mechi kwa namna hii. Sasa hatuna utani tena. Hatuna utani hapa. Na nimekusikia pale unalalamika kwamba kuna watatu wasiingie. Sasa unajua wale wenzetu wana wasi. Yes, timu yetu simeiona. Kuna mamluki hata mmoja. Mlivyoona, si mnawajua kila siku watu wanaambia story. Wale wamekuja na mamluki watatu. Nimezungumza na wenzangu hapa. Wameniambia bwana kiongozi haina shida. Ikiwezekana hata Mpanzu amchukue. Kwani mechi sina magoli? Miamba si ipo? Mpanzu waje, atapiga miamba yake. Hamna shida. Waje wote. Yaani watu tunaona nje wale tumeruhusu waje. Sisi tushapata hii hela leo. Moja inakwenda Mafia. Au nisimalize? Hii Mafia hii. Inafika hii. Bosi anaongea nini? Anapiga bosi. Pemba. Tukose goli 2 pale. Mafia Pemba. Moja Pemba, moja Mafia. Tukose goli 2 kweli kesho sisi. Tutakuwa watu ajabu kabisa. Tutakuwa watu ajabu kosa kama 2 kesho pale. Wameenda Bagamoyo. Hamna kazi huko. Bagamoyo si msingi nazi tu kaka. Nikwambia au tuache. Bosi. Usimsumbue. Nikwambia alichosema. Niambie, msubiri. Bwana Ahmed Bwana bosi hapa ametoa ujumbe kwamba si vibaya. Sio vibaya. Ametoka hapo nje, watu wa Simba wamemzunguka. Wanaomba nauli. Kweli? Hapo nje. Ndio maana akapiga simu kwamba amevamia dhamana. Ahmed ipo nje na Simba kaniga mimi dhamana kwamba waambie na wao nitawagea milioni 5 wagawane.
sababu po nje tukitoka kama yeye kasumbui sisi itakuwaje? Wanaweza wakatukaba hapa. Kwa hiyo niwaambie na mashabiki wa Simba kupitia kwa msemaji wao ndugu yetu Mzenji, rais wa Dar City, na nyie kawagea 5 milioni. Sasa hili nimetangaza hapa ili kesho watafutane. Kwa hiyo wengine washaondoka. Hiyo watauana hii. Tai timu ishaivuruga hiyo. Nakabia juu. Hapo timu ishaivuruga hiyo hapo. Tayari hapo timu. Sijapata kitu mimi. Sasa hizi simu nyingi sana. Nimemsikia ni kama anasema 5 milioni kwa Musa Mzenji natoka kwa ajili ya mashabiki wa Simba. Tafadhali waini hela yenu. Kuna simu yako ipo juu sana. Timu ishaivunja hiyo hapo Zuberi. Bwana nashukuru sana. Kesho zauni saa 2 asubuhi. Pije KMC tupate burudani. Ali, la mwisho mlitangaza nani? Tena. Niambie. Bwana, nasemaje nyingine nimepata hapa. Sponsor wengi sisi. Ndio. Simu ya Ali. Simu nzito. Na sponsor anaendelea kupiga simu, timu ya kitajiri. Kaka, mguu wangu bora ukatiki. Shughuli hamna shughuli. Kaka, mguu bora ukatiki. Ile ile bao langu umeliona? Ile goli umeliona? Sasa ile nimewafunga Yanga wenzangu mazoezini. Kali. Imeongezeka. Timu ina hela. Ali, hizi ni kama bonus lakini bado hatujapata majibu. Ni bingwa anapata nini? Sasa bingwa kwanza kuna kombe ambalo kesho asubuhi tutakwenda kulianvil, alafu kuna medali. Na wenzetu chombo cha habari cha Kishamba Media kimetuambia kitatoa ng'ombe mzima siku ya kesho kwa bingwa, lakini kama mnavyoona wadau wanazidi kumiminika. Na sisi hatujafunga milango. Kama kuna mdau anataka kudhamini kwa bingwa, sio kudhamini tukio. Maana tukio shafika mwisho hili. Kwa bingwa labda nataka uweke kitu, karibu sana. Kuna man of the match pale, kuna top scorer, kuna kipa bora na kuna tuzo ya kiungo bora ambao nitachukua mimi. Kwa tunawakaribisha na milango iko wazi. Njooni mlete udhamini wenu. Sisi hatujamlimit mtu, ni jambo la mashabiki wa Simba na Yanga, ni jambo la Tanzania, tunakwenda kukutana. Umeona wiki ilivyokuwa hii. Wenzetu Simba wamepata faraja kubwa, wamekuwa karibu na mabingwa. Najua tumewashughulikia kwa muda mrefu sana. Mshaanza kuwa wanyonge. Kwa hiyo ulipata nafasi tumekuwa nao karibu, wamenukia. Wanasema karibu na huo waridi unafanyaje? Wananukia na wao wamefeel kwamba ni watu katika watu. Kwa hiyo hawa ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni marafiki zetu. Tunatenganishwa na dakika 90 tu, lakini naamini hapa tumefundisha watu kwamba sisi ni familia moja. Tunatoka nyumbani Tanzania na sisi ni familia moja. Kwa hiyo kesho tungetamani mashabiki wa Simba na Yanga waje kwa pamoja uwanjani, wao wameshikana, wapige picha za kutosha. Wewe ni tag, mimi ni collaborate, nitaaccept, piga picha nzuri mkiwa mko wawili, mko watatu. Tunaonyesha kwamba sisi tumerudisha enzi za utani wa jadi. Mambo ya wadui hapa hayapo, sisi ni watani wa jadi. Kwa baada ya hayo machache ndugu zanguni, nasisitiza kwamba Simba milioni 5 yenu anayo Ahmed Ali. Mliokuja leo wote mfuate hela yenu hapo. Na mlitamani sana kujua waamuzi mapema, vitu mmoja. Yes, tayari waamuzi umetolewa. Hamjambiwa bado? Yes, tayari tumesha. Nichukue nafasi hii kumpongeza sana rais wa TFF Wallace Karia, yes. Nani nataka nikutajie orodha ya waamuzi wote ambao watasimama siku ya kesho. Umeacha kurekodi waamuzi? Ni muhimu hii. Waamuzi wa kesho ambao wataendesha pambano letu. Center referee ni Tatu Malogo kutoka Tanga. Huyu ametangazwa katika marefari ambao wana beji ya FIFA. Kwa maana yake pambano la Simba na Yanga la mashabiki kesho lachezeshwa na referee mwenye hadhi ya FIFA. Kwa namshukuru sana rais wa TFF Wallace Karia kwa kutuheshimisha. Assistant namba 1 ni Mohamed Mkono kutoka Tanga, nafikiri mnamfahamu. Amechezesha pia dabi ya Kariakoo. Namba 2 assistant ni Kasimu Mpanga kutoka Dar es Salaam, na fourth official ni Alex Pancras. Huyu ni fourth official. Kwa hiyo ukiangalia orodha hii ya waamuzi ni waamuzi ambao wa daraja la juu, wa mechi kubwa, wameipa heshima tukio letu. Kwa hiyo tumshukuru sana Rais Karia, mshukuru sana Kaimu Katibu Mkuu Oscar Milambo kwa kutujali mashabiki wa Simba na Yanga, na tunawaahidi kesho utakuwa mchezo mzuri wa kiungwana. Tambo zetu zitaendelea, lakini dakika 90 zitakuwa dakika 90 za burudani. Nichukue fursa hii pia kupongeza na watu wote ambao wametutafuta, wametupa mipango. Tunawashukuru sana, na nyinyi waandishi kwa ushirikiano wenu toka siku ya kwanza mpaka leo, mmetupa support kubwa. Lakini pia Azam TV kama itakuwa live
Kuna watu walikuwa mikoani walikuwa wanauliza burudani inatupita, lakini pia tuwajulize kwamba kesho kama ambao wako mbali, Azam Sports 1, ndugu zangu, ni Azam Sports 1 itaonyeshwa. Mechi nyingine waongeza kupeleka sinema zetu huko, lakini wameiweka Azam Sports 1 kuheshimu mashabiki wa Simba. Kwa hiyo tunaomba na nyie waandishi kesho mje kwa wingi, tuje tuenjoy burudani ya pamoja. Asante sana.